Kuna kitu kikubwa sana kinachoendelea ndani ya Burkina Faso. Makomando wa Urusi waliotumwa na Vladimir Putin washaingia ndani ya Burkina Faso. Hawajaja na makombora wala na vifaru, na hawako hapa kuanzisha vita. Wako hapo kwa ajili ya mtu mmoja tu, Rais Captain Ibrahim Traore. Kwa nini? Kwa sababu siku chache zilizopita Ibrahim Traore amepona chupuchupu kupinduliwa na kuuawa. Kuna watu walitaka aondoke, tena walitaka kumuondoa kwa kumuua kinyama, lakini mwamba alifanikiwa kukwepa. Sasa kukiwa bado kuna hatari inayomgoja, Urusi ameingilia kati kama mlinzi ambaye hakutarajiwa. Na hili ndilo linaloleta maswali. Ni kitu gani ambacho Urusi anakiona wakati ulimwengu mzima unakataa? Je, ni kwa ajili ya kumlinda tu rafiki? Au kuna sababu ya ndani sana kwa nini Urusi anajali sana kuhusiana na taifa dogo huko Afrika Magharibi? Burkina Faso kwa sasa inacheza mchezo hatari sana wa kutaka kujiondoa mikononi mwa mabeberu, jambo ambalo halijafanikiwaga miaka mingi katika mataifa ya Afrika. Na Captain Traore yupo katikati ya uwanja. Sasa ni kwa nini urafiki wa Urusi na Burkina Faso kwa sasa ndio umeshika kasi? Hili linamaanisha nini kwa Afrika nzima? Kabla sijaendelea, ningependa nikuulize swali. Je, Captain Ibrahim Traore akisema anagombea awe rais wa Afrika nzima, je, utampa kura? Tuachie maoni yako kwenye comment. Baada ya mapinduzi ya mwaka 2022, Traore alifanya kitu kikubwa sana kwa kuwaita Russian Special Forces. Hawa ni askari maalum wa Urusi kumlinda. Hawakuletwa kwa ajili ya kupigana vita, ila kumweka salama katika uongozi wake. Hii haikuwa ni maigizo tu, bali ilikuwa inaashiria kuna kitu cha hatari nyuma ya pazia. Traore alikuwa kwenye pressure kutoka mataifa mbalimbali pembe nne za dunia. Tangu alipoingia madarakani mwaka 2022, kumekuwa na majaribio mengi ya kumpindua na kutaka kumuua kutoka katika taifa lake mwenyewe na majeshi kutoka nje ya mipaka ya taifa lake. Ukweli ni kwamba taifa la Burkina Faso limekuwa ni uwanja wa michezo michafu kwa makundi hatari ya kigaidi, haswa yale yanayozunguka ukanda huo wa Sahel. Haya makundi hayafuati sheria za vita, ila yenyewe yananufaika na machafuko, yakiendelea kukua wakati nchi inahangaika kujisimamia yenyewe. Sasa wacha tuongelee mapinduzi ambayo yalikuja kubadilisha kila kitu. Hili halikuwa tu kuhusiana na askari fulani wenye hasira, ila lilikuwa ni jambo serious sana. Huku upande wa pili kukiwa na maaskari walioko kazini na wale waliostaafu, pamoja na makundi ya kigaidi yanayojaribu kuvunja ikulu ya Burkina Faso na kuchukua madaraka na kuondoa kila kitu ambacho Traore amekijenga kwa muda ambao amekuwa madarakani. Lakini hili si tu kwa ajili ya kuchukua madaraka, ila ni udhibiti wa nchi pamoja na rasilimali zake. Na ukiingia kwa undani zaidi unakutana na mikono ya mabeberu wanyonyaji hawa kutoka mataifa ya magharibi. Watu wenye uchu wa madaraka na pesa, huku wakiwa na backup ya watu wa magharibi, na wao walikuwa wamejihusisha katika mapinduzi haya. Lakini mapinduzi haya yalishindwa. Na Traore kuleta vikosi vya makomando kutoka Urusi, alikuwa anatuma ujumbe kuwa sasa imetosha. Anajua muda unaenda, na asipojilinda yeye mwenyewe pamoja na watu wake, basi atashindwa. Kuwasili kwa makomando wa Urusi ndani ya Burkina Faso kunaonyesha ni kwa namna gani Burkina Faso inaweza sasa kujisimamia na kutatua matatizo yake. Makomando wa Urusi wanajua jukumu lililowaleta pale sio kufanya show wala parade, lakini jukumu lililowaleta ni kumlinda Captain Ibrahim Traore pamoja na maafisa wake waweze kuwa salama. Pia wako pale kulinda majengo ya kimkakati ya serikali, lakini pia na vijana wanaojifunza kwa ajili ya ulinzi wa nchi ya Burkina Faso. Sio hayo tu, na maeneo muhimu sana ya serikali, mfano kama kwenye migodi. Hii haihusiani tu na walinzi, ila inahusiana na kujenga ukuta wa ulinzi kuilinda serikali nzima ya Burkina Faso.
Jukumu lao ni kuhakikisha yeyote anayejaribu kufanya ujinga kama walioufanya wa kutaka kumpindua Traore, basi watakutana na majibu ambayo hawakuyatarajia. Na jambo lingine ni kuwa hawa makomando wa Urusi wanawafundisha jeshi la Burkina Faso mbinu za kivita. Hawawafundishi tu kufanya paredi kama Wafaransa walivyokuwa wanafanya, ila wanawafundisha vita halisi. Wanawafundisha namna ya kukusanya taarifa, lakini pia kudili na tatizo kabla halijatokea, wao wawe wameshalitatua, na namna ya kuitikia hatari yoyote haraka, tena kwa akili kubwa inapokuja na kabla haijatokea. Wanawafundisha askari namna ya kufikiri kama mtu mwenye mikakati na sio kama tu mpambanaji, sio tu wapiganaji, ila ushirikiano wa kijeshi. Hii ni big deal. Hii inaonyesha ni kwa jinsi gani na ukaribu ambao Burkina Faso na Urusi wanafanya kazi pamoja, sio tu kwenye michezo ya kivita, ila kwenye maamuzi yenye uhakika. Ni kuhusu kushirikishana ujuzi, kujenga uaminifu na kujiandaa kwa changamoto za muda mrefu. Lakini kuna taswira kubwa hapa tena. Uwepo wa vikosi vya kijeshi vya Urusi ndani ya taifa la Burkina Faso unaashiria jambo fulani hapa. Ni kwamba mahusiano ya kimataifa sasa yanahama kutoka upande mmoja na kuhamia upande mwingine. Kwa muda mrefu taifa la Burkina Faso lilikuwa lina ushirika mkubwa sana na Ufaransa. Mfaransa aliweka kambi zake huku akijinadi mwenyewe kuwa anaisaidia nchi kupigana na makundi ya kigaidi. Walikuwa sehemu ya operesheni nyingi sana katika ukanda wa Sahel. Lakini mambo yalibadilika chini ya Traore. Mikataba na Ufaransa ikaanza kufa polepole kwa sababu ahadi zao hazikuendana na matokeo. Badala ya kusaidia, kulionekana kuna uingiliwaji. Kwa namna ambavyo taifa la Mali liliondoa vikosi vya Wafaransa, na watu wengi ndani ya Burkina Faso wakaanza kuuliza, je, tunatakiwa tuige mfano wa Mali? Hapo ndipo ambapo wababe Warusi wakaingilia kati. Si kama watu wa magharibi vile wameweka mizizi yao kwenye kambi zao za kijeshi. Urusi alikuja na masharti kidogo tu na akasema, tutasimama na nyinyi, hakuna maswali yaliulizwa. Hili halikuwa tu kuwafundisha askari wa Burkina Faso, ila ilikuwa ni nchi kuchagua njia nyingine ambayo wameamua kwenda nayo. Badala ya kuendelea kukaa chini ya koloni la Mfaransa, sasa amepatikana mshirika ambaye sio mnyonyaji. Na kwa kushirikiana na mshirika huyu, basi maslahi ya taifa kwanza. Na Urusi hajakaa pembeni akiangalia tu, ila sasa yuko ndani ya mchezo na akifanya kwa haraka zaidi. Ndipo hapa kuna jambo lilitokea ukanda wa Sahel, kwa sababu hili sio jambo la mtu mmoja, ila ni kuhusiana na madaraka, ushirika, na ni mshirika gani kutoka nje unayeshirikiana naye kwa ajili ya future ya Afrika. Angalia, kama vile ambavyo mataifa ya Afrika yamekuwa yanaamrishwa ni nini cha kufanya na mataifa ya magharibi, kwa sasa watu wengi Afrika au viongozi wengi wanatafuta mataifa ambayo si yanakuja kutufundisha na kutuamrisha nini cha kufanya. Na Urusi ameliona hilo, naye ameamua kutumia nafasi hiyo. Kutua kwa vikosi vya jeshi la Urusi ndani ya Burkina Faso vinaashiria jambo moja kubwa sana lililoko mbele. Mataifa ya magharibi yamekuwa yakiondoka pole pole kwenye ukanda wa Sahel. Wakiwa wanaondoka, basi Urusi yeye anaingia. Viatu vipya juu ya ardhi, mikataba mipya, ahadi mpya. Sio tu askari, lakini wanatuma silaha na wakufunzi wa kufundisha namna ya kuzitumia. Wanafanya kazi na serikali ambazo hazihitaji kuwa kama vitoto vidogo tena vya kuamrishwa nini cha kufanya. Na Burkina Faso ipo katikati ya uwanja katika hili, kijiografia na kisiasa. Ikisimama katikati ya ukanda wa Sahel, na watu wengi wanaweza kuona ni nini kinachoendelea. Na kuwa timu moja na Urusi, basi Mrusi anaweka usiriasi zaidi katika jambo hili. Hasaidii tena akiwa mbali, yuko ndani ya ardhi ya Afrika. Kuna tatizo hapa, kwa sababu mataifa ya magharibi yanataka kutumia mbinu zile zile za kizamani, wakati hapa kuna mshirika mpya amekuja na mikakati mipya, mipango mipya na mbinu mpya. Kama kawaida, kwa sasa Burkina Faso inajaribu kujiondoa katika machafuko ya kisiasa kutokana na waasi.
na Urusi kuingilia kati, basi kila kitu kitakaa sawa. Na kuna jambo moja hapa liko wazi. Kwa sasa Burkina Faso haihangaiki tena sana na watu kutokea nje, ila inaandika historia yake yenyewe. Na kwa ushirikiano na Urusi, hadithi yake yenyewe basi inakuja kuleta mabadiliko kwa namna kubwa sana. Sasa hapa kuna swali la aina yake. Je, Urusi kweli ameapa na ni mlinzi wa kweli wa Traore, au kuna kitu kingine anachokiwinda? Kwa mara ya kwanza inawezekana ni jambo kidogo la kuogopesha kuweka ushirikiano na Urusi, lakini unapojaribu kuangalia nyuma unaona ili jambo linaleta maana. Hebu jaribu kufikiria, mataifa haya mawili yanafanana katika maeneo fulani. Wamechoka kuendeshwa na mataifa ya magharibi. Kwa miaka kadhaa Burkina Faso imekuwa ikidili na matatizo ya namna hii, matatizo ya kisiasa mpaka makundi ya magaidi. Na mambo yanapoenda kombo, basi msaada, watu wa magharibi wanaosema ni msaada, haukuwa na manufaa yoyote wala haukuweza kusaidia chochote. Na watu wengi ndani ya Burkina Faso wanajiona wenyewe kuwa wazungu weusi, hususan wanajiona kuwa ni Wafaransa. Na Burkina Faso kumekuwa na matatizo mengi kuliko ushirika uliopo. Badala ya kupata sapoti ya kweli kutoka Ufaransa, inaonekana kama ni wanataka kuwaendesha. Majeshi ya Ufaransa yalikuwa yako hapo ndani ya nchi, wakijidai wanapambana na makundi ya kigaidi. Lakini kwa muda watu wakaanza kujiuliza, je, Wafaransa wako upande gani? Ni upande wa serikali au wa magaidi? Baadhi ya watu wajanja waliona Wafaransa wanaimiliki nchi huku wakijidai wanailinda. Na tangu Ibrahim Traore achukue madaraka mwaka 2022, nchi imeshuhudia majaribio mengi ya mapinduzi. Na chini kwa chini kuna minong'ono kuwa Ufaransa anahusika, tena kwa kuyafadhili makundi ambayo yana nia kabisa ya kutaka kumng'oa rais wa nchi Traore. Na hilo halikuwafurahisha sana raia wa Burkina Faso. Wakaanza kupoteza uaminifu. Ahadi za mataifa ya magharibi zilionekana ni tamu kujaribu kuwasaidia raia, lakini mwisho wa siku nchi ilikuwa inaelekea kwenye machafuko. Operation Barkhane ilikuwa ni operation ya Wafaransa ambayo ilikuwa inamaanisha kuondoa makundi ya magaidi katika ukanda wa Sahel. Lakini operation hii haikuleta amani kamwe, na machafuko yakaendelea. Na hapo ndipo Urusi alipoingia. Naye Urusi, tofauti na mataifa ya magharibi, haji na masomo mengi, haji na mikataba ambayo iko very complicated. Hapana, wao wanakuja na silaha na wakufunzi na ujumbe unaosema tutawasaidia, alafu hakuna unyonyaji. Na huo ni ujumbe murua, ujumbe muhimu kwa kiongozi kama Ibrahim Traore, anayetaka kulinda uhuru wa taifa lake bila kuwa na mtu ambaye anataka kuwachezea kwa kuleta masharti mengi. Kwa wengi ndani ya Burkina Faso hili linaonekana ni mwanzo mzuri na mwanzo mpya. Ushirikiano umejengwa kwa uwazi badala ya kujengwa katika ajenda za sirisiri. Urusi kamwe haijaribu kuwaambia wanatakiwa waendeshe vipi taifa lao. Wao wanaleta msaada huku wakiwaacha wenye taifa watengeneze future ya taifa lao. Hiki ndicho kinachoendelea chini kwa chini, ukiachilia mbali vichwa vya habari. Kwa miaka mingi mataifa ya magharibi yamekuwa yakija Afrika huku yakiahidi ahadi hewa na maneno matamu matamu kama mwanamke malaya, mengi yakiwa ni kuhusiana na kulinda haki za binadamu, kulinda demokrasia na kulinda amani. Lakini acha tuwe wawazi, watu wengi wa Afrika na viongozi wengi wameyaona hayo. Kinachoendelea nyuma ya ahadi hewa hizi ni kuchukua madaraka, kuwa na udhibiti dhidi ya rasilimali za Afrika na kuingiliwa kisiasa katika mataifa ya Afrika. Hiyo ndiyo sababu ya Urusi kwa nini ameamua kuingilia mwenyewe. Urusi hajipi yeye mwenyewe kuwa ni kiranja wa dunia, isipokuwa anakuja akikupa kitu cha tofauti kabisa: heshima na namna ya kuyaacha mataifa ya Afrika yajiendeshe yenyewe bila kuingiliwa au bila kusukumwa na mtu yeyote. Kwa kufanya kazi ama kushirikiana na Urusi, Burkina Faso haiombi misaada Urusi, isipokuwa Burkina Faso wanatuma ujumbe wa wazi kuwa sisi tumechoka na kuambiwa ni nini cha kufanya, na kwa sasa tunachagua washirika wetu wenyewe. Sio tu kuhusiana na siasa, kuna pesa na rasilimali.
na Burkina Faso inasimama katika vitu vya thamani sana, hususani dhahabu, na Urusi wanalijua hilo. Ndiyo maana wanaleta msaada wa vikosi vya kijeshi, lakini pia wanaangalia kuwekeza kwenye barabara, migodi, nishati na kadhalika. Na kwa Burkina Faso hii ingekuwa ni game changer. Badala ya kutegemea mikopo kutoka mataifa ya magharibi, hapa wanaweza wakategemea uwekezaji wa ukweli kutokea Urusi. Na maslahi ya Urusi kwa Afrika yanajulikana. Kwa miaka mingi wamekuwa pale wakiwatia changamoto watu wa magharibi, hususan wakati wa vita baridi. Na bado historia inatuambia kitu cha msingi sana. Mataifa mengi ya Kiafrika yanakumbuka ukoloni ulivyokuwa na yanajitahidi kujiondoa katika huo urithi wa kikoloni. Sasa huu ushirikiano si kuhusiana tu na silaha au mikataba, ni kwa ajili ya kujivuna ili muweze kuandika sheria zenu wenyewe na kuchagua mshirika ambaye anakutendea vizuri wewe kama binadamu mwenzie na sio kama kikaragosi. Na kwa mataifa mengi ya Afrika wanaonekana hiki ndio kitu walichokuwa wanakisubiria. Mtu ambaye kazi yake sio kukufundisha, sio kukutendea vibaya, ila mtu ambaye atakutendea vyema na mtakuwa na ushirika na wote mtanufaika. Na Urusi hili ameliweza kabisa, kwa sababu yeye anakuja ni kama teamwork na sio mtu wa kukuendesha. Kumbuka Burkina Faso imepitia mambo mengi: sheria za kikoloni, ahadi za uongo na kambi za kijeshi kutokea nje. Na mpaka sasa mataifa mengi ya Kiafrika bado yanaamini ni nini ambacho wataka kusikia kutoka kwa mabwana wakubwa. Na hapa tuwe wawazi, Burkina Faso imekuwa ikipitia mambo mengi, hali za hatari. Haya makundi ya kigaidi yanakuwa siku hadi siku, huku machafuko yakienea taifa zima. Na kwa muda mrefu sana washirika wao watu wa magharibi wamekuwa wakirudi nyuma badala ya kuingilia hali kama hizo kuleta amani. Ahadi zimekuwa nyingi, lakini msaada kidogo, au msaada una masharti kibao ambayo mengine hayatimiziki. Ndiyo maana Urusi alipoingia bila masharti mengi, basi hili likawa na unafuu sana. Rais Traore pamoja na timu yake wakaona hapa kuna fursa, na wakaona huu ndio muda wa kuja pamoja kuiunganisha serikali, hususan kwenye wakati ule wa machafuko kutokana na haya makundi ya kigaidi. Na hili sio tu Burkina Faso, lakini ni mataifa yote ya ukanda wa Sahel. Ufaransa kama mataifa mengine, wakati wanaondolewa kwa maandamano ya raia wakiandamana kutaka wakoloni hawa waondoke, na Urusi anaingia kuchukua nafasi hiyo iliyoachwa na Mfaransa. Mataifa mengi kwa sasa yanaangalia upande wa mashariki, sio magharibi tena. Mataifa ya mashariki kama Urusi na China, na wao wanasema tutawasaidia muweze kusimama, na hatutawaingilia ni namna gani ya kuendesha serikali zenu. Njia walioichagua Burkina Faso inaweza ikawa sio njia ya kwao peke yao, bali ni mwanzo wa kufungua njia kwa ukanda mzima. Na kama mambo yakiendelea hivi, basi mahusiano ya kimataifa yanaweza yakabadilika kabisa na uelekeo ukabadilika. Mpaka sasa Burkina Faso bado haijawa na utulivu, na Captain Traore uongozi wake unapitia mambo au majaribu mengi sana. Amekuwa akipitia majaribio mengi ya kupinduliwa, na kwa sasa hayuko peke yake, ila vikosi vya kijeshi vya Urusi viko ndani. Hapigani tu na waasi kwa kutumia bunduki, lakini pia vile anadili na matatizo ya kisiasa. Watu wasio waaminifu kutoka katika serikali yake wanaoangalia kila hatua anayofanya. Na mtihani mkubwa alionao pia ni vikundi vya kigaidi. Na hivi vikundi havishambulii tu askari, ila vinawapiga mpaka raia huko vijijini. Hawa wanamgambo wanachukua vijiji na wakiwalazimisha raia waondoke kwenye hivyo vijiji. Watu zaidi ya 1,000,000 wamelazimishwa kuyahama makazi yao. Hilo halihusiani tu na ulinzi. Hayo ni matatizo ya ubinadamu. Na Traore amekuwa akipambana na makundi haya, na kwa sasa ana makomando kutoka Urusi. Na hawa makomando ni watu bora sana ambao Urusi imewatoa, na sasa wapo wanafanya kazi yao kumweka salama rais pamoja na maafisa wake.
kwa sababu tangu kipindi cha ukoloni kuna matatizo ambayo bado hayajatatuliwa, mambo kama umasikini, barabara mbaya, shule ambazo hazina watoto kwa sababu ya ugaidi, wanaogopa kwenda shule, na watu kujisikia serikali imejitenga mbali nao sana, haitaki kuwasikiliza hata matatizo yao. Na kwa sasa askari kutoka nje watatunza amani ya eneo hilo au ukanda huo. Mpaka hapo machafuko yanaweza yakapungua. Hatuhakikishi kuwa yataisha kabisa. Na matatizo ndani ya taifa la Burkina Faso ni pale kwenye vijiji ambavyo watu walikuwa wanawategemea zaidi na kuwaamini viongozi wa vikundi vya kigaidi kuliko mtu aliyevaa suti ambaye yuko mjini Wagadugu. Wanahitaji hawa watu kazi, hospitali, maji safi na salama, na wengi wao wakitegemea kuwa hatima yao itakuwa nzuri kuliko walikopitia. Na kitu kikubwa ambacho Traore anakipitia kwa sasa ni kuwaweka watu pamoja wawe ni kitu kimoja. Tangu amechukua madaraka, serikali yake imekuwa ikipitia hasa kupingwa kutoka kwenye makundi mbalimbali haya. Wanaharakati, wanasiasa wenye nguvu, wakati mwingine hata watu wenye nguvu katika jeshi. Hapa ukiachilia mbali kupingwa kutoka mataifa ya magharibi. Na kama jinsi ambavyo juzi mmesikia General Michael Langley akisema Traore anajinufaisha na dhahabu yeye mwenyewe kujilinda ili aendelee kubaki madarakani kwa sababu ya utawala wake wa kidikteta. Ni kwa sababu Urusi ameingilia kati na Marekani pamoja na Ufaransa wasingependa hilo liweze kutokea. Na ndio maana wanamtafutia eti wamkamate. Lakini tunashukuru kwa ajili ya maandamano yaliyofanyika duniani kote, yametuma ujumbe wa wazi kabisa kwa watu wa magharibi kuwa huyu sio mwenzenu, huyu sio wa kucheza naye. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, tunawashukuru. Mungu ibariki Afrika, Mungu mbariki Traore na endelea kumlinda. Amen.